Kwanza nipende kuwakaribisha wote kwa kuweza kufika. Mungu awabariki sana waandishi wa habari. Tumefurahi kuwaona na tumefurahi kwamba tunaanza hili jambo pamoja na nyie. Mbele yenu hapa ni uongozi wa Kinondoni Revival Choir, baadhi ya viongozi, na tuko hapa rasmi kabisa kwa ajili ya kuzindua au kuweka wazi au kuhabarisha, kuwafahamisha umma, jamii na nchi ya Tanzania na nje ya Tanzania kwamba kuna tukio kubwa ambalo linaenda kutokea ambalo tunaenda kuliongelea hapa, ambayo inafanyika na kwa hii ya Kinondoni Revival yenye theme ya Revival Season. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho ni cha muhimu zaidi ambacho tumewaitieni hapa kuweza kuwajulisha kuhusiana na ibada hii kubwa ambayo itaenda kufanyika, na niwafahamishe tu kwamba ni kitu cha kiroho ambacho tunaenda kukifanya. Ni kwaya ambayo inamtumikia Mungu kwa muda mrefu zaidi ya miaka 34. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tunaenda kufanya live recording, na hiyo ni sio tu live recording lakini ni ibada ambayo itaambatana na live recording. Itakuwa ni ya uimbaji, kusifu na kumwabudu Mungu yenye hiyo theme ya Revival Season. Kwa ni kitu cha kiroho na ambayo ni kitu ambacho ni siku ambayo itaenda kuleta uamsho mkubwa sana, kama jina letu Revival na kama theme ni Revival Season, ni uamsho. Ni majira ya uamsho ambao kwa Revival inaenda kupateka kwenye hiyo siku. Kwa hiyo ndio introduction, ufahamu tu kuna jambo kubwa ambalo Kinondoni Revival kwa wameliandaa. Ni furaha ya mioyo yetu kwamba tumekutana, lakini labda nianze kwa majina. Naitwa Dr. Mackenzie, ni mkurugenzi, founder na mwalimu na mtunzi wa kwaya hii Kinondoni Revival Choir. Kwa zaidi ya miaka 34 tumekuwa kwenye huduma hii. Hivi ambaye hazeeki maini anaitwa nani? Sijui ni ng'ombe au ni nani? Basi na sisi tuzeeki maini. Tunamshukuru Mungu, na kwa Mungu hakuna mzee, tunaendelea kutumika hata katika uzee wetu. Mbali na professionals zingine, lakini utumishi ni namba moja. Sasa leo niseme tu, niweke wazi, hatujakusanyika kwa jambo au kwa tukio la kawaida. Ndugu waandishi wa habari na watu wote ambao wananisikiliza, hatujakusanyika kwa jambo la kawaida au kwa tukio la kawaida, bali kutangaza kazi ya Mungu inayokuja kwa njia ya sifa na kuabudu. Kama mtangulizi alivyosema, tunataka kutangaza, tunataka kuweka wazi kwa kazi ya Mungu ambayo inakuja kwa njia ya sifa. Na katika Biblia Mungu hajitambulishi tu kwa mahubiri, bali pia kwa sauti ya uimbaji, tena uimbaji wa watu wake. Na ndio maana kwaya si mapambo ya ibada. Kwaya sio mapambo ya ibada, bali ni chombo cha uamsho na uponyaji. Ndiposa tumechagua kufanya ibada hii mwaka huu tarehe 6 mwezi wa pili mwaka huu 2026. Venue itakuwa pale Upanga CCC, na time ya kwanza ni saa 1 mpaka asubuhi. Ndio tukio hili ambalo tunaenda kulifanya, na theme yetu kama tulivyosema ni Revival Season, lakini ni ile the healing voice, uponyaji unaopatikana na kuimba au kutoka kwenye sauti. Na ijulikane tu wazi kwamba tutakapokuja kwenye ibada hii au tulivyoiandaa ibada hii, hatuji kutangaza kwaya. Sio njia ya kuitangaza kwaya yetu, wala hatuji kutangaza vipaji, wala hatuji kwa maonyesho fulani ya kucheza na stepu na sauti. Ndio tunaweza kucheza na tutacheza kweli, lakini lengo sio hilo. Tumetamani kumtangaza Yesu Kristo aliye hai, kwamba wengine hawafanyi hivyo, wanafanya, lakini this time tumekuja kwa namna ya kipekee zaidi, na kama ilivyoandikwa kwenye Wakorintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa 2, kuhubiri kwetu si kwa maneno tu, bali ni katika nguvu za Mungu. Tungalitamani hii sauti ya uponyaji ilete uponyaji
katika jamii, katika taifa letu na kwa watu mmoja mmoja. Kuna biashara zinafinyiliwa mahali na kuna roho fulani ambazo zinasababisha watu wengine wasifanikiwe. Sasa tumejipanga kwa maombi na tumeomba muda mrefu wa kutosha, na kesho tena tunaanza maombi ya mwezi mzima. Kwa hiyo yote hii ni kuhakikisha kwamba Bwana Mungu kupitia Yesu Kristo na kupitia sauti zetu kukatokea uponyaji wa miili yetu, wa roho zetu, biashara zetu, jamii yetu na taifa letu. Taifa letu linahitaji watu waimbe ili watu wafunguliwe. Hata zamani Daudi aliimba akapiga kinubi, Sauli akafunguliwa akapona kabisa. Tunataka tuthibitishe kwamba, ndio maana tumeita ni revival season. Sasa niwaambie waandishi wa habari na Watanzania wengine kwamba uamsho hauji kama watu bado wanafinyiliwa. Sauli akianguka tu au Goliati akianguka, Goliati anapopigwa jiwe na kuanguka, tayari shangwe zinaanza kutokea. Tunataka tuone ya kwamba umehubiriwa, yes, umetembelewa sawa, umebatizwa sawa, lakini zamu hii tunataka ile healing voice, kwamba katika kuimba, katika nyimbo zetu uwepo uponyaji katika maisha ya watu. Na ujumbe labda kupitia kwa ujumbe wa kijamii sasa kwa wote, kwamba na waandishi wa habari tunaomba mfahamu hili kwamba ibada hii si ya dhehebu, sio ya dhehebu moja wala si ya kwaya peke yake, bali ni kwa jamii yote, kwa taifa na kwa wote wanaohitaji uamsho. Kwa hiyo hii ndio sababu ya sisi kufanya jambo hili, na ninarudia tena kwamba ibada hii si ya kidhehebu wala si ya wanakwaya peke yao au waimbaji, bali ni kwa ajili ya taifa zima. Watu waje tuweze kuimba, tutaimba pamoja, tutacheza pamoja, na uwepo wa Mungu utashuka, na ukishuka watu watafunguliwa. Na ndipo sasa tunakuja na kauli mbiu inayosema revival season, na watu watasema uamsho na uponyaji kupitia sauti na sifa. Na nyie mtatusaidia kuongea. Kauli mbiu yetu tunasema revival season, uamsho na uponyaji kupitia sauti ya sifa. Tuiseme vizuri zaidi, revival season, uamsho na uponyaji kupitia sauti ya sifa. Mungu awabariki sana. Na tunaendelea kumshukuru Mungu kwa vile ambavyo ametufanikisha hata hatua hii ambayo tumefikia kuelekea tukio letu la revival season. Mimi langu ni moja tu, nipende kuwajulisha wananchi wote wa Tanzania hata nje ya Tanzania ya kwamba tukio letu hili la revival season, ambayo ni ibada ya kumwabudu Mungu kwa njia ya sifa na njia ya nyimbo, tunapenda kuwatangazia kwamba tukio letu hili halitakuwa na kiingilio. Nikiwa na maana kwamba utakapofika pale mlangoni CCC Upanga, hutakutana na tozo, hutakutana na hitaji la tozo yoyote kwa njia ya fedha. Tayari kila kitu kimegharimiwa kwa wafadhili, kwaya yenyewe na wapenzi mbalimbali ambao wameungana na sisi katika kuhakikisha kwamba tukio hili linafanikiwa. Kwa hiyo wako watu ambao tayari wameshagharimia, wakikuhitaji tu uweze kufika pale kwenye ule ukumbi, na kitu utakachokutana nacho ambacho kitakugharimu, utakutana na uso wa tabasamu unaokukaribisha uweze kuingia kwenye tukio hilo. Kwa hiyo kazi yako moja tu ni kupokea hiyo tabasamu na ukaribisho. Hiyo ndio gharama pekee utakayoitumia. Gharama nyingine ni kuacha usingizi ili uje upate kuhudumiwa. Maana mwaka huu mpya tunaambiwa ya kwamba Mungu yupo kubariki, Mungu yupo kuinua, lakini tunahitajiwa na sisi tufanye sehemu yetu. Kwa hiyo tuache usingizi, tufanye commitment
ya kukutana na Mungu. Mungu yupo, lakini anakuhitaji na wewe uweze kuchukua hatua ili uweze kukutana naye. Kwa hiyo karibuni sana, tunawakaribisha na tutafurahi sana kuwaona. Jambo la pili ni kuhusu wanafunzi wa vyuo. Tunawapenda sana, tunatamani uwepo wenu. Kwa hiyo utaratibu utaendelea kutolewa kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii pamoja na redio na vituo vingine vitakavyoendelea kutangaza tukio hili. Kwa hiyo naomba muendelee kufuatilia, mtapata utaratibu mzima, lini na wapi mtachukuliwa kwa safari gani, ili muweze kuhudhuria tukio hilo. Kuwashukuru wale wadhamini ambao wamekuwa wakitudhamini, ambao wamekuwa wakitutia moyo. Kwanza kabisa tunamshukuru Mungu, ametupa neema hiyo. Kwa miaka zaidi ya 30 Mungu ametupa neema mwaka huu na sisi kufanya kitu kama hicho. Lakini pia tunawashukuru sana kanisa la Kinondoni, kanisa letu pendwa. Tukianza na mchungaji wetu kiongozi Bishop Swai, amekuwa akitutia moyo, ametulea kwa miaka hiyo zaidi ya 30. Tunamshukuru sana, lakini bado wametusapoti kwa mambo mengi sana. Kubwa zaidi wametuombea kwa muda mrefu. Namba 2 tumshukuru Pastor Nkone na kanisa la VCCT pale Mbezi. Mungu wa mbinguni awabariki sana 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 wale watu. Wametutia moyo, wametufadhili, wametusukuma mbele. Pia tuwashukuru sana wachungaji wote wa TG na wachungaji wa makanisa mengine, wamekuwa wakituombea na kututia moyo na sadaka zao pia. Shukrani zetu za dhati nyingine ziende kwa Hadi Pro. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana sana. Na lingine ni kwa ndugu yetu Gati. Mungu wa mbinguni akubariki sana kwa kutusapoti. Lakini pia tuna watu wengine ambao wamekuwa wakitusapoti. Tuna DMKF, najua wako hapa. Mungu wa mbinguni awabariki sana sana. Wametutia moyo kwa kweli kwa vitu vingine, lakini kwa pesa, lakini pia kwa chakula hatujapungukiwa chochote. Jamani, chakula hichi ni kizuri sana cha hawa watu wa DM. Ninakukaribisha kwao pia. Watafute, tutakupatia namba baadaye. Lakini pia niwashukuru Esther Queen, wametuvalisha kama Kinondoni Revival Choir na wanaendelea kutuvalisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Lakini tunatoa wito kwa watu wengine. Umeguswa na huduma hii ya Kinondoni Revival, tafadhali Mungu wa mbinguni akuguse, Roho Mtakatifu akuguse, na bado tuna uhitaji. Nafikiri waliokuwa wamefanya jambo hili wanajua gharama zake. Tunafungua huo wigo, kwa chochote kile tutapokea. Baadaye tutatoa namba zetu za simu, kama una chochote, una lolote. Bado na pia tunapokea maombi jamani, wala sio pesa peke yake. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Lakini kuna mwingine ambaye amekuwa akitufadhili kwa chakula kizuri sana, anaitwa Grace au Negla Catering. Mungu wa mbinguni akubariki sana kule uliko na akuzidishie. Tunawashukuru sana jamani. Mungu hakikisha kwamba wanaimba vizuri na kupitia Roho Mtakatifu kama director alivyoelezea, ili watu waweze kupata uamsho, kuponywa. Lakini hatutakuwa peke yetu. Kuna watu ambao tutaungana nao au tutahudumu pamoja nao. Ningeweza kuanza na list ya watu ambao watakuwepo katika kutusupport na wao kuhudumu kwa ajili ya watu wote ambao wataweza kufika siku hiyo ya tarehe 6. Tutakuwa na kwaya ya Tafes Ardhi ambao pia watakuwepo siku hiyo, watahudumu, na hao watu wako vizuri sana. Ni vijana wadogo ambao wanamtumikia Mungu kwa nyimbo za sifa na kuabudu, na ni kikundi tu kama sisi kwaya, na tunaamini kwamba Mungu atawatumia ili kuweza pia kuponya mioyo ya watu ambao watakuja hapo. Lakini pia tutakuwepo na kwaya ambayo imekuwepo kwa takriban zaidi ya miaka 50 kama sio 52. Hii ni kwaya inaitwa Victory Singers. Wakati Kinondoni Revival Choir inaanza pale kanisani, ilianza kwanza Victory Singers, alafu ndo Kinondoni Revival Choir ikazaliwa. Kwa hawa ni kaka zetu na dada zetu ambao wamemtumikia Mungu kwa muda mrefu sana. Yawezekana ukajishangaa kwaya gani ambayo ina miaka 52 bado inaimba. Ndo kwaya ya Victory. Ipo pale tunahudumu nao katika kanisa letu pendwa la Kinondoni Revival Church pale Biafra. Kwa hiyo kaka zetu na dada zetu watapata nafasi ya kuhudumu. Kwa wale ambao wanapenda nyimbo zao zile
Kama kuna nyimbo ya zamani ulikuwa unaipenda na mpya, basi utazisikia siku hiyo. Tukienda kwenye upande mzima wa collaboration, watu ambao collaborate nao kwenye huduma yetu hii ya revival season, ni list nzuri na ambayo imetukuka sana, na tunamshukuru Mungu sana kwa ajili yao kukubali kuweza kuhudumu pamoja nasi. Tutakuwepo na mtumishi wa Mungu Victor Maestro kutokea pale Agape Gospel Band. Victor Maestro tutahudumu naye, kwa hiyo tegemea kuimba na kucheza sana siku hiyo. Lakini tuna watu wengine hawa ambao Mungu amewajalia wameanza revival kwa ukubwa sana, wamefanya uamsho mkubwa na mapinduzi makubwa sana katika uimbaji wao. Hawa ni Neema Gospel Choir. Sisi tuweza tukawa ni kaka zao na dada zao, lakini Mungu amewafungulia milango mapema zaidi, na tunaona uamsho ambao wanaofanya, tunaona mapinduzi ambao wameyafanya kwenye industry hii ya gospel. Kwa tutakuepo nao. Mwingine anaweza kashangaa choir revival na choir Neema Gospel kwenye stage moja. Wala usiogope. Stage ni kubwa sana kuweza kuhandle hizo choir zote mbili, na uhakika upo kabisa kwamba utapokea kitu kizuri sana kwa hizi choir mbili zitakapokutana. Lakini tutakuwepo pia na mtumishi wa Mungu Paul Clement. Mtumishi wa Mungu ambaye anafanya kazi ya Mungu vizuri na kwa moyo sana. A very humble man of God ambaye amekubali kushirikiana pamoja nasi katika kuhakikisha huo uamsho unakuwepo, uponyaji kupitia sauti za sifa. Paul Clement atashiriki pamoja nasi, ambapo ni kitu kizuri, na tunamheshimu Mungu na kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya hiyo opportunity kukubali kuwa pamoja nasi. Last but not least ni malkia wa nyimbo za injili nchini Tanzania, Rose Muhando, ambayo tutakuwepo naye siku hiyo. Watu wanaweza wakajiuliza Rose Muhando na kwaya. Naomba niwataarifu, mtu wa kwanza kumleta Rose Muhando Dar es Salaam kutokea Dodoma, yaani yeye kukanyaga ardhi ya Dar es Salaam kwa mara ya kwanza, ilikuwa ni mtumishi wa Mungu Dr. Mackenzie hapa kupitia kwaya. Kwa tukio la kwanza la kumkaribisha Rose Muhando Dar es Salaam kwa mara ya kwanza ilikuwa ni Dr. Mackenzie hapa alishughulika, tulikuwa tuna tukio letu, tukamwita kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo tuna historia naye kubwa sana. Maana tukasema tunapofanya mapinduzi haya, tunavoenda kwenye hii section nyingine ambayo Mungu ametuinua, basi hatutaweza kuenda bila kumkaribisha Rose Muhando ambaye alianza pamoja na sisi, na tunaendelea naye katika safari hii ya kiimani kuweza kuhakikisha kwamba jambo hili la kimungu liweze kufanyika. Kwa Rose Muhando tutakuwa naye siku hiyo ya tarehe 6. Hiyo ndo lineup, ni nzuri na Mungu ameamua iwe hivyo. Basi I hope all of you guys will be excited.